Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Urusi imesema kwamba hakuna atakayezuia Iran kumiliki nyuklia. Urusi imesema itatetea wakati wote mpango wa nyuklia wa Iran na kwamba hakuna yeyote ambaye ataweza kuzuia mpango huo. Kwa muda mrefu mataifa ya Ulaya yalikuwa yameweka vikwazo dhidi ya Iran kutokana na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, Iran imesema kwamba haitoachana na mpango huo kamwe, na hata wakati huu waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasisitiza azma hiyo kwamba haki ya Iran ya kutumia nishati ya nyuklia inapaswa kulindwa na Urusi italinda haki hiyo. Lavrov ametoa msisitizo huo alipohutubia mkutano na waandishi wa habari uliopewa jina la matokeo ya diplomasia ya Russia mwaka 2025, ambapo sambamba na kuashiria tena msimamo wa nchi yake kuhusu suala la nyuklia la Iran, amesisitiza kuwa haki ya Tehran ya kutumia silaha za nyuklia kwa madhumuni ya amani lazima iheshimiwe. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi ametoa majibu hayo kwa majaribio ya baadhi ya nchi za kigeni ya kuingilia masuala ya ndani ya Iran, na akasema majaribio ya nje ya kudhoofisha sera ya kigeni ya Iran yanatia wasiwasi sana. Akijibu swali kuhusu matarajio ya baadaye katika uhusiano wa kibiashara kati ya Russia na Iran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru wa 25% kwa nchi yoyote inayofanya biashara na Iran, Lavrov amesema uhusiano wa biashara kati ya Russia na Iran utaendelea na utadumu. Kamwe hakuna ambaye ataweza kuuondoa. Ushirika wa Iran na Russia ni wa muda mrefu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja ushirikiano wa nchi na nchi. Hili tunaliweka wazi, anasema Lavrov. Amefafanua kwa kusema kwamba tuna mipango mizuri ya ushirikiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, si tu katika biashara bali pia katika uga wa uwekezaji na teknolojia. Ikumbukwe, miongoni mwa vinu vya nyuklia vya Iran vipo katika uwekezaji wa Urusi. Moja kati ya vinu hivyo ni pamoja na kinu cha Bushehr, ambapo Urusi hata katika vita vya siku 12 kati ya Iran pamoja na Israel imeweka wazi kwamba hairuhusu yeyote kufanya shambulizi katika eneo hilo, na moja kati ya vinu ambavyo havikushambuliwa kabisa ni pamoja na kinu hicho cha Bushehr, licha ya kwamba kilikutwa na baadhi ya misukosuko ya mashambulizi lakini hakikuathiriwa. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi ameelezea kusikitishwa na namna sheria zilivyowekwa kando katika jukwaa la kimataifa. Amesisitiza kwamba mchezo mchafu unaochezwa na wa magharibi haukubaliki na kwamba mchezo wa nguvu ndio unaoamua haki ndio unaochezwa hivi sasa katika uwanja wa kimataifa. Lavrov amebainisha hilo kwa kusema, tunashuhudia mabadiliko makubwa katika nidhamu dunia nzima. Hii inaonyesha kwamba magharibi, ambayo katika kipindi cha miaka 10 iliyopita ilikuja na dhana yake ya nidhamu ya dunia inayosimama juu ya msingi wa sheria, sasa imeamua kukabiliana kikamilifu na sheria za kimataifa katika tafsiri ya msingi wake. Ameongeza kwa kusema, hii inaonyesha wazi kuwa msamiati huu sasa umeshafutwa kikamilifu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.